Mimi swali langu lilikuwa kwa nini sasa hivi vijana wengi wa kike unakuta msichana mzuri, mtanashati, mrembo lakini hawaolewi. Nilikuwa nataka nijue sababu ni nini. Swali la msingi sana Wewe msichana mzuri, mtanashati, ana shape lakini haolewi. Very important question si ndio Na mara nyingi kweli wasichana sio wote, ila mara nyingi wasichana wazuri walembo huwa hawaolewi, sio wote. Amen. Kuna sababu nyingi, lakini nitaongea sababu kuu 4 za msingi. Sababu ya kwanza ya wasichana kutokuolewa ni muonekano wao. Yale muonekano unaweza kufanya usiolewe, kwa sababu wasichana wengi wazuri wanajifahamu kwamba wao ni wazuri. Yaani binti ambaye mrembo anajifahamu kama yeye nini? Ni mrembo. Na kwa kuwa ni mrembo anakuwa na option nyingi, anakuwa na mtazamo watu wengi, na anakuwa anafuatwa na vijana wengi, na kila kijana anayemfuata ana mpango naye. Hilo la kwanza. La pili, watu sahihi wanaomfuata huwa anawakataa. Amen. Sasa naongea kimwili kabisa, kama siongea kiroho. Amen. Kimwili, sababu ya kwanza ya wasichana wazuri walembo huwa waolewe, ya kwanza wananyodo au wanalinga. Amen. La pili, wanaogopwa. Yaani vijana wale ambao wako serious waoaje vijana waoaji wanawaogopa, na mara nyingi mabinti wazuri wako wanachezewa. Vijana waoaji wote wao wanawaogopa, na hakuna mabinti rahisi kuwapata kama mabinti wazuri. Sio, nawaambia hakuna mabinti rahisi kuwapata kama mabinti nini? Wazuri. Very easy. Kwa hiyo nataka ni wasi vijana ambao wataka kuoa. Kijana yeyote utakaona binti unataka kuoa, ukiona binti mzuri, wale binti ambao ni wazuri, hata kama ni superstar, hata kama ni Miss Tanzania, ni wepesi mno kuliko mabinti ambao sio wazuri. Kwa hiyo baba, umesema mabinti wazuri ni wepesi mno. Ndio. Ina maana hakuna mabinti anaweza akawa mzuri lakini akawa si mwepesi, ni mgumu. Sio wote, sorry. Sio wote. Naomba nirekebishe kauli. Sio wote. Lakini mara nyingi mabinti wazuri ni wepesi kuwapata. Na just why ukiangalia vijana wazuri wa kiume, ma handsome boy, na mabinti wazuri ma beauty. Amen. Ukiangalia mume wake au mke wake, utajiuliza huyu binti na uzuri wake, huyu ndio mume wake? Amjaye kuona Umeona? Amjaye kuona? Unashangaa binti mzuri ni mrembo, sometimes ni maarufu, lakini angalia kijana kaliko muoa. Are you getting? Unaona wewe mwenyewe unaona aibu kwamba na uzuri wake wote ameangukia kwenye mkono wa huyu. Ni kwa sababu uzuri wao hawasaidii. Amen. Na pili ni wepesi. Na tatu, wanaumizwa. Amen. Namba 3, mabinti wazuri kwa nini hawaolewi? Hii ni very important to understand. Ni very important to understand. Ugeuza maisha yao kuwa biashara, au ugeuza uzuri kwa nini? Kwa biashara. Ukishakuwa mzuri una attract. Amen. Kwamba uzuri wako unakuwa sokoni, na huwa sio waaminifu. So are there for businesses. Yaani tukiuliza wadada wazuri wenye biashara kubwa kubwa hapa,
Ukimuuliza mtaji wako ulipata wapi? Nafikiri mtajua. Amen. Ukimuuliza mtaji wako ulipata wapi? Sio mama, sio baba, sio bidii yake. Kuna mtu fulani pale, na mtu fulani huyo aidha ameshaoa au ana familia au ana maisha. Kwa hiyo anaogopa kuuliza opportunity, kwamba nikimwacha Alex muuza madini mwenye familia yake, hii biashara iende. Kwa is better nisiolewe, niende ku maintain business zangu. Na ndio maana mabinti wazuri wengi mitaji wanaipata kwa haraka. Are you getting it? Mlioko hapa mna historia, mtakuwa na majibu kwamba mtaji unapata nini haraka. Kwa naweza kuwa na biashara 2, 3, 4, mtaji sio kwake. Ana duka, wewe binti miaka 23. Mimi nilikuwa nimetoa wapi wewe? Mama yako tunamjua, baba yako tunafahamu. Tajua milioni mimi. Wewe tuambie milioni 20 umetoa wapi? You have to be frank. Toa kweli. Yes. Amen. Tujiulize, wewe mtaji huo milioni 20 wewe, miaka 25 wewe. 20 milioni umetoa wapi ghafla? Huyo ni boyfriend gani huyo miaka 26, 27 kupa milioni 20 ufanye biashara? Wewe maduka ulionea makubwa hayo umetoa wapi? Sorry, kuna mtu mwingine kupembeni yake. Kwa mara nyingi wanaowasupportigi, unawapa hela, hawana mpango wa kuoa, hawana mpango na ndoa, wana mpango wa kutumia kustarehe na wewe. Kwa matokeo yake anasahau ndoa. Anakuja kufuka ndoa too late, biashara imekwisha kufa. Kwa hiyo atapokea chochote kitakachokuja. Naeleweka eh? Sasa hayo ni mambo mangapi? Matatu. Amen. Sasa hayo ni ya kimwili. Amen. Ni ya kimwili. Lakini jambo la kiroho la 4 very important. Kwani mabinti wazuri waolewe? Mabinti wengi wazuri katika ulimwengu wao wanatumika kwa sababu wana nature ya ustaa. Amen. Kwa hiyo mapepo mengi katika ulimwengu wa roho huwa wanataka mabinti wazuri. Kila binti mrembo ambaye hajamjua Yesu ana jini maaba. Ni must. Kama anabisha piga simu. Hajamjua Yesu. Anza nyinyi hapa ambao ni wazuri, mnajifahamu wazuri. Kama hujawahi kuota jini maaba, nyosha mkono. Amesema nyosha mkono, sasa hujanyosha sawa. Asante. Sawa. Wewe ambao unajua ni mzuri, hujawahi kuota jini maaba, nyosha mkono. Uniambia kwa baba mimi ni mzuri. Kabla sijamjua Yesu, jini maaba sije kuota, nyosha mkono. Sio rahisi yani. Kwa sababu nyinyi katika ulimwengu wa roho ni biashara, you are business. Wewe unauzika. Ndio maana kwenye mahoteli, kwenye maofisi makubwa wanakuweka wewe. Kwa ulimwengu wa giza na kuangalia wewe kama nyota. Kwa hiyo mara nyingi waga wanaolewa na majini maaba. Ndio maana napata shida kwa deliver mabinti wazuri. Kila binti mzuri anakuja ofisini kwangu, nikimwangalia tu anadondoka. Na issue nini? Ni jini maaba. Kwa sababu ameshaolewa. Kwa uzuri wake unafanya kazi katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Wanamtumia kufanya nini? Biashara. Are you getting? Mwanamke anavuta, yani zeki. Ukienda kwenye baa nyingi kuna nini? Unakuta wadada wengi warembo. Unakuta mabinti wengi warembo. Maofisi mengi unaweka nini? Wadada. Na maofisi ni wadada wengi, wateja ni wengi. Kweli. Sure. Maofisi ambao kuna wadada wazuri, kuna wateja nini? Wengi, hasa wa kiume. One time naenda saluni moja. Sasa nikuta vijana wanagomba, wanaondoka. Kwa nini? Kumbe ile saluni wamebadilisha mabinti. Kanja binti kumbe wanalipwa kwa shape. Nilikuwa sijui. Yaani binti analipwa kwa nini? Kwenye saluni analipwa kwamba una shape nzuri labda kwa siku 10,000. Yaani nenda kwenye saluni wanalipwa kwa nini?
kwa shape na wanafahamiana. Watu watakuwa shahidi. Atakwambia hivi, dada Amina hapa wakiwa na bagaini wananunua kwenye saluni, wananunuliwa binti, wananunuliwa ni kama kwenye maduka ya nguo wale ambao ni modo Kwa hiyo kwenye saluni binti anafanyaje? Ananunuliwa kwamba binti ana shape nzuri, ni mzuri, basi bwana wewe tukupe kwa siku elfu ngapi? 10,000 au 20,000. Wewe hujakaa vizuri 5,000. Au na shape kabisa, kaa nyumbani. Aigeti, nenda kwenye masoni makubwa, nenda kwenye masoni nini? Nenda kwenye saluni kubwa. Mimi kuna najiuliza, hivi saluni za kiume wanaomba kumosha mtu nywele? Are you getting? Yako masaluni kama ya Masai wanasuka mpaka nywele. Are you getting? Kwa nini kama binti? Umeelewa? Nimekuwa kufanya research. Petrol station nyingi zenye wadada wengi wasije wapungue. Are you getting? Kwa katika ulimwengu wa roho, mdada ni transaction, ni biashara. Kwa ukishakuwa mzuri tu umeattract demon. Na demon tukao kwanza ni jini maaba, ndio tukao livutia. Linakupossess, linakuoa. Kwa hiyo kila mwanaume atakaye kuja unakuwa na jabizima naye, unakasirika. Na mara nyingi waga wanaongoza kuacha. Kidogo umeshaacha. Kwa sababu unajua kuna mwingine yuko kwenye foleni. Are you getting? Kidogo umeshaacha. Anajua kuna mwingine kwenye nini? Kwenye foleni. Na mara nyingi waga ni majini maaba. Na ndoa zinazoongoza kuachika ni za wadada wazuri. Fanya research. Ukishaoa mwanamke mzuri akajua yeye ni mzuri, hiyo ndoa kudumu ni very rare. Aidha mtagombana. Lakini oana binti ambaye ni normal, yani ni normal ni mzuri, nao ndo wanawake ndo wanakaa kuanza kubumia kwenye ndoa. Are you getting? Ni kwa sababu ana nyodo, alinko uzuri wake, anaona iko sawa lakini wazuri. Akitoka pale nje nikwambia vijana kwamba ukiwa mwanamke mzuri uwe makini kujua anafanya kazi wapi, biashara yake ni ipi, vinginevyo hiyo ndio itakuwa shida. Amen. Kwa sababu wao wanaamini nini? Katika uzuri. Sasa katika ulimwengu wao majini mengi yanapenda wale wazuri kwa sababu wanasaidia kufanya biashara. Nimekujibu?